Jumatatu ya Juni 9 mwaka 2025. Karibu sana katika Viwanjani, siku ambayo tutaenda kuadadavua, kuangazia taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo tumekuandalia katika leo. Tukombe radhi kidogo kuweza kuanza, lakini mambo kila kitu yako vizuri hapa. Uchambuzi ya kinifu ya did kabisa utaweza kuupata katika siku hii hapa leo. Mimi nakukaribisha, naitwa Saidi Saleh wa Msumi. Jumatatu baada ya watu kumaliza weekend kidogo ambayo ilikuwa pamoja na sherehe za Eid al-Adha, Eid al-Hajj, wengine wakiita hivyo, Eid ya kuchinja. Naamini kwamba umesherehekea vizuri pamoja na familia na ndugu na jamaa, na sasa majukumu yanaendelea kama kawaida. Dar es Salaam leo hii kishuhudia kuhusiana na swala zima la hali ya mvua za hapa na pale. Lakini katika soka letu katika siku hii hapa leo tutaangazia kuhusiana na kikosi cha timu ya Tanzania Taifa Stars ikicheza michezo miwili, mchezo mmoja dhidi ya Afrika Kusini, Bafana aka wavulana chini ya Hugo Bruce wakienda suluhu. Lakini baada ya mchezo huo ukawa ni mchezo wa kwanza wa kundi C dhidi ya Madagascar, Stars ikipokea kichapo cha bao 1-0. Tutakwenda kuangazia pia kuhusiana na mchezo huo. Amka Malkia ni mchezo wa hisani ama wa kijamii ambao ulifanyika hapo jana. Timu Aisha Masaka dhidi ya timu Frida Amane, sare ya bao 2-2, mchezo mzuri zaidi. Mashabiki pia na wadau wakiweza kujitokeza kuunga mkono hapo jana. Tukaenda kuangazia tukio hilo kwa ujumla wake. Lakini mchezo wa Afrika Kusini dhidi ya kikosi cha Taifa Stars umeibua taswira mpya zaidi nchini ya Afrika Kusini kuhusiana na kiwango cha Faisal Salum Abdallah Fei Toto. Tutakwenda kuangazia hapo baadaye na kuungana na mwenzetu Mahmoud bin Zuberi ambaye yupo nchini Afrika ya Kusini. Kuna taarifa nyingi sana ambazo tutaziangazia katika michezo mingine mchanganyiko katika siku ya leo, lakini bila kusahau barani Afrika michuano ya Kosafa ikizidi kushika kasi na yenyewe pia tutakwenda kuangazia leo hii. Bila kusahau Cristiano Ronaldo CR7 akishinda taji lingine la UEFA National League hapo jana kwa changamoto ya mikojo ya penalty. Hispania wakiweza kufungwa dhidi ya Ureno hapo jana kuamkia mchezo wa finali wa UEFA National League. Tutakwenda kuangazia pia taarifa zingine za kimataifa. Mimi nakukaribisha, naitwa Saidi Saleh wa Msumi. Nipo na wachambuzi wangu Gorisen Muro, mzee wa hisabati ama mathematicians, Aidan Mlimila akipenda kumuita hivyo, lakini bila kumsahau uwepo wa Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Ni mkubwa sana humu ndani kutudadavulia taarifa mbalimbali za kimichezo. Sabati yetu itakuwa ni majira ya saa 6 kamili za mchana, joto la Afrika, the pitch pamoja na zilizobamba zote utasikia humu ndani. Rashid, umechinja jana? Juzi umechinja? Kama kawaida alimwashirikisha wa Kurungwa. Na Kurungwa walikuja wengi sana. Mbona bana ambaye hujaja basi bahati mbaya au vipi bana? Umechinja mnyama wa miguu 4? Kama kawaida. Hapa mnyama nimeshalisa au ndege wa miguu 2. Yule wa miguu 2 haruhusiwi. Ile inatokea tu dharura kwa sababu ya hali zetu na nini, kwa huwezi kulalamikia sana. So lakini wa miguu 4 ndio mwenyewe kabisa bana. Kondoo hapa mazingira yangu kondoo sio kweli. Kaanguka pale. Kaanguka pale. Watu hapo wametulia. Wawili kaka. Niliona watu wanauliza bwana, ukaribisho vipi? Ukaribisho unakuaje? Kama na John. Jamani. Kwenye walikuwa wamenifuata Instagram. Umeona bana? Na wakauliza kwa sababu pale nilikuwa nimeposti pale. Na hangaika na vitafunwa pale. Asubuhi. Unajua watu wacho tofauti, wachukua hajakielewa. Asubuhi huwezi kula mbuzi. Unajua asubuhi kinachotokea kuna vikababu, ndio vile pale kuna hangaika navyo pale. Vinane, vipopo, watu wa Unguja. Sasa kuna mdau wangu mmoja pale nilicheka sana. Jamaa alivunja mbavu sana. Alicomment pale akaniambia, Kurungu hapo unakula unajifukiza. Maana usifiki. Sasa shida nikaiona, cha kwanza niliona umesifiwa sana. Umesifiwa na Chaza Beli Verati Kisu. Akasema Rashidi anaweza kumuua mtu. Lakini nikaona lawama kutoka kwa Rukaiya binti wa Mbugita. Salim Super Mlege anasema vipi bwana? Mbona Rashidi hatualikani? Niliwaalika sema unajua Rukaiya kuna muda nusu mtu
nusu malaika. Malaika ambaye katolewa. Umeelewa? Sasa kuna namna ambavyo kudina ukaia mtihani shehe. Lakini kashasamehewa. Kashasamehewa, itabidi afanye jitihada sana kuwa mtu safi, mtu mwema. Maana bali tuweze kumkaribisha sisi watu wa peponi, tumwombee dua awe sehemu ya watu ambao watakuwa na furaha. Lakini kila kitu kilikuwa vizuri kusema kweli. Alhamdulillah. Vitu uzito bado upo, utafanya mazoezi kiasi. Uzito upo. Japo tumewafunga team stamina. Maana mimi nilikopo na dharura. Na nakumbuka Ijumaa nikakwambia bwana Muda akasema nyonga simetegua. Team stamina. Mimi unajua kitu ambacho nimeona team stamina ule. Timu yake itakuwa timu ya ovyo tu. Meneja mkuu wa timu Gift Alex Macha ana dharura. Jumapili vipi jamaa? Ile Kilibenti Nse na Chidi. Mimi nilienda kupiga dua jana. Maana yake shaanza kupigwa misumari. Ule uwezo nilioonyesha Tabata shule pale. Mzee wangu misumari. Watu wamepiga nyonga, wamepiga hamstring. Sasa hivi wameanza kupiga na kwenye enka. Kiti chako cha Abisai. Hatari. Ni Abisai wote wa Machame, mmoja ananilia au vipi? Abisai anapiga daladala. Kwanza Abisai ni zile daladala utafikia anapiga na Big G. Kia kanyaga mali haiji. Alafu ndio umeenda kuifunga team stamina. Team stamina unafungwa na timu ya Vunja Kuni kweli. Ma technician hatujua kuepo, tutakufanya vibaya. Lakini mwisho siku lazima tumpongeze head coach Salim Super Mlege. Super Mlege anaonekana. Unajua hapa ndani kunatokea makocha wanne. Kuna Mwanga, Juma Mwanga. Ndio. Mwanga wastani 50-50. Ndio. Akafuata Zaka za kazi. Huyu ndo kocha mbaya na mbovu kuliko makocha wote ulimwenguni. Kiasi anapasuka tu. Kiasi ananiambia kocha wewe una mikosi. Winning percentage iko chini sana. Chini mno nikamwambia hapo hajakuletea takwimu. Unajua kwa Zaka wewe huwezi kuwa kocha wetu. Yaani takwimu ziko chini sana. Wewe utakuwa sio kweli. Akaja Alikamwe. Kocha anapenda kuloga yule. Kocha ana formation. Ana formation. Muda wote na matunguli. Huko kwenye kanzo na matunguli huko. Muone. Ndio mkiu njoo. Ile ama hakuongea maji sio maji, mafuta sio mafuta. Kocha vipi? Wewe utashinda pale. Baada ya hapo sasa ukaja Super Mlege. Hatari kabisa. Super Mlege mechi zake hazina mbambamba. Ila hawa wanamtia. Watatu. Watatu bora Mwanga. Kwa hiyo sasa hivi tuna mtu anayetamani kucheza na timu viwanjani. Kuna timu mbili. Azam Media afu na timu viwanjani. Mtu anatamani kucheza na timu viwanjani, alete maombi. Lete maombi. Leo unajua viwanjani imekuwaje kwenye Azam Media? Imekuwa ndo kama Catalunya wanavyopigania uhuru wao. Kuna taifa la Catalunya, afu kuna Spain. Azam Media ma technician wote wanatoka viwanjani. Kwa hiyo sasa timu viwanjani tupo tayari kucheza na mtu yoyote. Kuna wale wasanii wale wa kuchekesha wale. Naonaga kina Mr. Mwanya, Koi Mzungu, wakina Saidi Kipotoshi. Hebu wale tuombe nao. Wana timu tuombe nao afu tuwachape. Waambie pale hamna kucheka pale. Pale wataumia kama tutakuwa. Maana tutawachekesha afu tutawachapa. Yaani kama team stamina wamefungwa na Vunja Kuni kibao, ma technician hamna. Technician mmoja tu kwa mbali mahali Mgoda. Tena kwa mbali. Najua kocha wao mara nyingi Asma Majid. Asma Majid huko Mama Chanja. Sasa wale tuombe nao game. Waombe. Sisi hatuwezi kuomba, waombe wao. Afu aseme venue wapi. Tutafuata. Sisi tutafuata, aseme venue wapi. Kama stamina alivyoomba game. Kwa sababu sisi tunatwanga kwenye viwanja vya ovyo, tunatwanga kwenye standard pitch, tunatwanga kwenye quality pitch. Yaani wao waseme popote, sisi tunawafuata. Hii ndio timu viwanjani. Burudani kwa wote. Bwana, twende tukaangazie soka letu kwa wakati huu. Tuanze kuimulika kikosi cha timu ya Tanzania Taifa Stars ambapo Ijumaa ilicheza mchezo wa kirafiki wa kalenda ya FIFA dhidi ya Afrika Kusini Bafana aka wavulana chini ya kocha Hugo Broos. Cheza mara chache huko, inaweza kuwa kwa mwaka timu ya taifa ikacheza mechi hata 10 hazifiki. Kwa mwaka wenye miezi 12, mechi 10 hazifiki. Kwa hiyo unaongelea ndani ya hizo mechi 10 ambazo unataka kuzitafute kwa mwaka,
usitegemee utabadilisha kikosi kila siku. Ni hichi ambacho utakuwa unaanza kitengeneze chemistry, kwa sababu unaweza kukuta kila baada ya miezi mitatu ndo mna mechi moja, kila baada ya miezi minne mna mechi moja. Kwa hiyo haiwezekani kikosi kinachoenda chani kikao kina mabadiliko ya asilimia karibia 70 na kikosi ambacho kinaenda AFCON 2025 mwezi Disemba Morocco. So kwa mimi nilichokiona ni namna ambavyo Morocco anaweza kaanza kuona product muhimu ambazo zitaingia moja kwa moja kwenye senior team kwenye mashindano yote mawili. Inawezekana matokeo kwake hayakuwa sehemu ya kitu ambacho anakipa kipaumbele, ikawa ni sehemu ya yeye kuangalia mpango kazi. Ilitokea kuna wakati kwa unajiuliza, sasa kama Afrika Kusini hii ina wachezaji takribani 9 ambao ukiwaita kina Mokoena hawa hawanzi kabisa na wala hawafikiriwi, lakini walitupa ile test ambayo unasema okay, kumbe unaweza ukaziangalia ligi kwenye level ya ushindani ukasema kumbe kupitia hichi kumbe ndo level yao iko pale. Iko pale ambao wame-cement. Rashid, kitu gani ambacho unasema kwamba Morocco, coach Hemed Suleiman Morocco alikipatia katika mechi dhidi ya Afrika Kusini na kusema hii ni mwangaza wetu chanya? Of course kitu ambacho Hemed amepatia ni kuweza kumudu namna ya kutegua mitego ambayo Hugo Bruce anatumia. Inacheza au unafurahi, tunanyang'anya mipira, tunaanzisha, tunatengeneza nafasi japo kwa uchache sana, lakini at least inazungumzika. Taifa Stars inazungumzika na inaleta burudani na inaleta matumaini. Hatua tuliopiga ni kubwa na inatia matumaini kama taifa, lakini so far ukiangalia unajua jana mpaka sasa hivi tukisema tuitafute wapi tulipo na tukisema tujitazame wapi tunaelekea. Muro kazungumza vizuri, yani national team haipati numbers nyingi za kutosha kwa mwaka, na namba chache ambazo unazipata unapata namba za qualification, na kwa namba za qualification unaweza kupata namba 4 ukapata mechi nyingi sana za qualification ya World Cup, mechi 3. Manake ya kwanza, ya pili, ya tatu ukishinda manake unaendelea hatua nyingine utapata namba zaidi. Lakini usiposhinda manake utaishia mechi 2 au 3. The same to AFCON. The same hivyo mechi 2 3 za kwenda kuqualify. Sasa ukiangalia timu yetu, kwa nini nasema sisi tumepiga hatua? Hemed Morocco wakati anapewa hii timu, yeye kama head coach akiwa in charge pale, ilikuwa ni mashindano ya AFCON. Malewa mechi yake ya kwanza ilikuwa ni 1-1 na Zambia. Unakumbuka wakati mashindano yanaendelea? Mashindano yanaendelea. Ya pili ikawa na DRC. Yani yeye pale ndo in charge alikuwa. Sio, unaelewa? Manake Hemed Morocco tukianzia pale kwenye mechi ya sare ya 1-1 na Zambia mpaka mechi ya juzi na Madagascar, Morocco anakuwa amecheza mechi 19 akiwa in charge kwenye national team. Unaelewa? Akipata sare 5. Kwenye hizo sare 5 ambazo kapata, Hemed Morocco kapata sare 4 kapata bila. Sare 1 ndo kapata sare hiyo ya Zambia. Ndo kapata goli. Kashinda mechi 7, kafungwa mechi 7. Sio, unaelewa? Analingana za kufungwa na kushinda. Kafungwa mechi 7, kashinda goli 7. Na kafunga magoli 11, kafungwa magoli 12. Sio, unaelewa? Sasa urudi sasa kwenye ile sakiti ambayo alikuwa anaizungumzia bwana Muro. Unaelewa? Ukiangalia hiyo takwimu ya Hemed Morocco, urudi sasa kwenye kile ambacho kinaisumbua Taifa Stars, utagundua kwamba safu ya ulinzi inaruhusu magoli, na ndio maana kwenye hizo mechi 19 wameruhusu goli 12. Sio, unaelewa? Ukiangalia safu ya ushambuliaji ambayo hapo ni variety, watafunga mabeki, watafunga viungo, watafunga washambuliaji, unaelewa? Lakini mkusanyiko wote huu umeenda kutengeneza idadi ya magoli 11. Kwenye hiyo idadi ya magoli 11 tunachokiangalia hapa, Tanzania mara nyingi ilijengwa na perception ya kuzuia zaidi. Morocco amekuja kuileta hatua nyingine kwamba tunaweza kuzuia na tunaweza kucheza. Lakini shida kubwa ya Taifa Stars ni namna ya kuwa comfortable kwenye eneo ambalo utatengeneza nafasi. Tuna wachezaji wazuri, lakini nafikiri bado system Morocco ataendelea kupambana nayo. Unajua chukona akizungumza hapo Rashid, ili nikumbusha jinsi ambavyo Basilio Maximo alivyoanza na Taifa Stars. Alianza kwanza kuisuka
eneo la ulinzi na haikushangaza mpaka eneo la kiungo kuona mtu kama Shaban Musa Nditi alikuwa namba 7 kwa ajili ya kuleta uwiano wa kuifanya timu kuwa compact zaidi. Lakini kwa sasa hivi tumsikie mwalimu Hemed Suleiman Morocco pamoja na nahodha kikosi cha Taifa Stars Simon Epigodi Msuva wakizungumzia baada ya mchezo dhidi ya Afrika Kusini. Tulianza mchezo kwa kujaribu kumanage fatigue ambayo tulikuwa tunayo. Unajua unapocheza mechi kama hii, jana kucheza mechi na leo kucheza mechi, mimi nafikiri ndio kwanza imewahi kutokezea kitu kama hichi, sio? Kwa hivyo tumejaribu kuhakikisha kwamba tuna manage ile fatigue ambayo imekuwa tunayo, na hatukuanza vizuri especially first half. Tumefanya makosa, wamejaribu kutumia wenzetu wakajaribu kujidefend vizuri, lakini tumerudi katika kipindi cha pili, tumejaribu kucheza direct football na naamini kwamba imework out kwa kwetu sisi. Tumetengeza nafasi nyingi hatukuweza kutumia, na ni moja ambayo kitu ambacho bado tuna weakness nacho. Kwa hiyo nafikiri tunarudi kwenye dressing room kuhakikisha kwamba tunarekebisha, na naamini kwamba mechi ya pili tutacheza vizuri. Hatukufunga goli kwenye mechi. Kile tuna changamoto hiyo kwa timu yetu ya Tanzania kwa sasa, manake hata ukiza mechi zetu ambazo zote zimepita huko nje tulikuwa tumemaliza kucheza, tuna tatizo la kutia goli nyavuni. Kwa hivyo kazi ya mwalimu ni kuhakikisha kwamba anatengeza strategy tactical ambayo tuweze kufika pale golini. Sasa kazi ya kufunga na baki sometime ni ya mchezaji mwenyewe kuitengeza ile nafasi ambayo au kuimalizia ile nafasi ambayo imeonekana. Kwa hivyo nafikiri tunaweza tena tukarudi kwenye uwanja wa mazoezi. Ni kazi yetu kuhakikisha kwamba tunaondoa kasoro hilo, na mimi naamini kwamba utafika muda tutakuwa tunafunga ikiwa tunaweza kufika golini. Mimi nafikiri tuna siku 3 hapa kabla tarehe 11. Kwa hivyo nafikiri tunahitaji kurecover zaidi, sio? Tunahitaji kurecover zaidi na kuangalia section training ambazo zitatufaa kwa ajili ya mechi inofuata, na naamini kwamba mechi inofuata tutakuwa vizuri kwa sababu tuna muda ambao tunaweza tukarecover hapa. Mechi ilikuwa ngumu kwetu, lakini pia haikuwa nyepesi sana kwa upande wa wachezaji, ila tumeweza kupambana kama wachezaji. Mchezo tumeweza kuupoteza, lakini mimi naamini michezo iko mbele miwili ambayo imebakia, na hii michezo ambayo iko mbele yetu naamini kwa uwezo wa Mungu tutafanya vizuri. Mchezo huu tumepoteza, ni aina ya mchezo, lakini pia walimu wataangalia sehemu gani kuna mapungufu, watarekebisha ili kuelekea michezo miwili ambayo iko mbele yetu. Simon Epigodi Msuva akiweza kuzungumzia kuhusiana na mchezo ambayo tumeweza kucheza. Kumbuka Tanzania tulicheza Ijumaa dhidi ya Afrika Kusini katika mji wa Polokwane tukitoka suluhu ya 0-0. Baada ya hapo tukaelekea kwenye Bloemfontein, mji wa Bloemfontein ambao tulikubali kichao cha 1-0 dhidi ya Madagascar. Hoja iliibuka tena. Tumecheza Ijumaa. Yes. Jumamosi tena tumezima tena na kupoteza mbele ya Madagascar ambayo takriban kama miaka 5 hivi wamebadilika sana kisoka. Sio Madagascar ambayo timu zao zilikuwa zikicheza na club za hapa nyumbani wanafungwa 5-6 nini na kadhalika. Mabadiliko ya kisoka lao limebadilika kwa ukubwa. Ingawaje watu wanazungumzia pia inawezekana kuwa kuna fatiki ama uchovu kwamba tumecheza mechi ngumu dhidi ya Afrika Kusini, Afrika kesho yake mnasafiri kuelekea mji mwingine na mwisho siku mnakubali kichapo cha 1-0. Nafikiri kwa Madagascar, kwanza kwenye hoja ya taifa ambalo limeshafanya mapinduzi makubwa. Japokuwa wana AFCON moja tu, sisi tuna 4. Lakini AFCON yao ya kushiriki sio kubeba. Ya kushiriki kwa maana ya 2019. Na ndio ilikuwa kwa mara ya kwanza, alafu akacheza mpaka robo finali. Na tunawaka nao ya 5. Of course ya 5 ya 5 tunawaka nao. Kwa hiyo unaweza kaona waliishia 2019 robo finali, na ndio ilikuwa mwaka ambao walishtua watu wengi sana. Yaani kuvuka hatua ya makundi 16. Nakumbuka walifika hatua ya 16 bora wakavuka mpaka rais wao akatoa mapumziko makubwa na nini, lakini robo finali walienda kwa miongoni mwa nchi ambazo kikweli zimefanya mabadiliko ni Madagascar pamoja na Cape Verde ama Cabo Verde. Ziko 4. Kuna Madagascar, kuna Cape Verde, kuna Komoro, kuna Mauritania nao mpiga tu. Sasa wana 4. Sasa Madagascar, unajua siri yao ni moja. Zile fedha za maendeleo ya michezo za FIFA wao walizitumia kwenda kuwaendeleza makocha hasa Ufaransa. Unajua Madagascar wana uhusiano mkubwa na Ufaransa. Hata lugha wanaoitumia pia nyumbani, moja ya lugha official ni Kifaransa pia. Kwa hiyo miongoni mwa matunda ambao aliyapata ni kwenda kudevelop
maarifa ya makocha Ufaransa, na wengi walirudi nyumbani wakageuka ndo wakufunzi, ndo instructor wenyewe, sio? Kwa hiyo baadaye wakabusti sana soka lao, na sasa hivi unajua wamerudisha wachezaji wengi sana ambao wengine walizaliwa Ufaransa, Ubelgiji, wamerejea kina Dupois na kadhalika. So eneo la mabadiliko ya Madagascar limekwenda mbali. Hata chani iliyopita 2023 nakumbuka msimu 2023 ule bingwa akiwa Senegal ya kina Cheikh Tidiane Sidibe, ya kina Lamine Camara yule, achana na Mamadou yule wa Berkane, kuna yule Lamine ambaye yuko Monaco kwa sasa, sio? Kocha Papeti yao. Madagascar amecheza mechi ya mshindi wa 4, mshindi wa 3 na 4, kwa sababu finali alicheza Algeria na Senegal, lakini Madagascar alicheza mchezo wa mshindi wa 3 kama unakumbuka vizuri. Kwa hiyo haya ni maendeleo tu makubwa ya Madagascar mpaka hivi sasa. Kwa hiyo hata mechi ambayo tulikuwa tunakwenda kucheza nao, pamoja na kuwa tayari tumeshatoka kucheza na South, bado niliamini hata tusingecheza na Afrika Kusini, ikawa ni mechi fresh kabisa, players wako fresh kutoka training, wanakwenda kucheza na Madagascar, tungepata kipimo cha juu, kwa sababu ya kundi kubwa la wachezaji ambao tayari wameshasukwa kwenye chemistry nzuri ya timu yao ya taifa. Kundi kubwa ambalo unaliona tumecheza nao juzi, imagine bado sio kile kikosi cha kwanza cha kina Randria Siferana, cha kina Andrea Mahitsinoro, golikipa Rafaza Mensoa. Yani ni kundi kubwa ambalo unaliona ndio wao walikuwa ni kama wanapeleka kikosi cha ku refresh, kupata players wa kwenda CHAN. Na ukumbuke CHAN tuko nao kundi moja kama unafahamu vizuri na Mauritania ambao umetoka kumtaja. Kwa hiyo ni mechi ambayo inatupa sasa testi ya kundi letu la CHAN ambao Madagascar naye yumo ndani, tunakwenda kukutana na watu aina gani. Kitu ambacho unaweza kukipata cha moja kwa moja, zile hints, minutes ndogo ndogo za ile mechi. Madagascar wako aggressive, wanagombania mipira kweli kweli, wana mwendo, wako direct, hawakai sekunde 5-6 na mpira kwenye eneo moja. Angalia bao leo tufunga, energy aliyotumia kijana yule, tengeneza movement katikati ya uchochoro, toa msuli huko na huko. By the way, kwa hiyo unaweza kuona tayari wao huko kwenye system ambayo imeshachorwa. Unajua unaweza ukachelewa maendeleo yako ya soka yakaanza 2020 kwa mfano. Kuna mtu alianza 1960, lakini ya kwako wewe yamesukwa kwenye kitu gani? Tayari skeleton imechorwa, wote mtapitia hapa. Tofauti na watu ambao kama saketi ya umeme tu. Kama saketi ya umeme. Unajua kabisa kuna wengine ambao walitoka kwenye maeneo tofauti tofauti, afu mwalimu anakuja kupata shida kubwa kuwaunganisha. Ila wao tayari system imechorwa, mnatoka hapa, mnapitia hapa. Klabu zao zile kina Seko de Joachim na kadhalika, unaona zinavyo shindwa kukompiti kwenye Afrika, huzioni kwenye CAF Champions League ya shirikisho. Lakini ikija national team, mzee wangu unabonda. Tuangazie baadhi ya wachezaji ambao miongoni mwa mchezaji ambaye kiukweli kabisa unaona daraja lake linazidi graph yake kupanda ni Ahmed Pipino, nyota kutokea Magnet, alitokea Magnet akaenda KMC. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye ameingia dirisha dogo akaanza kucheza lakini mwisho wa siku unaona kiwango chake kipo hapo. Mishamo Michael Daudi kutokea Ken Gold, kiwango chake, idadi ya magoli ambayo ameyafunga katika michezo kimaamuzi zaidi na kikosi cha Ken Gold. Shiani Hamis kutoka Young Africans amesajiliwa, hapati namba lakini bado anakuwa taratibu naye anakuwa anaingia kwenye kikosi mpaka Ngorongoro Heroes. Wilson Nangu kutokea JKT Tanzania, lakini bila kumsahau Alphonse Mabula alikuwa akiimbwa sana kutokana na nafasi yake kwamba kuhitajika kwenye national team, na wao pia amekuwepo katika kikosi cha Taifa Stars. Tunawatazama kwa jicho gani hao wachezaji watano na taswira pana zaidi ya kuelekea katika vikosi vijavyo ama miaka ijayo kwa Taifa Stars, Rashid? Of course, ndo kwa mara ya kwanza wanaitwa national team na wana umri wao unaonyesha uhitaji wa kukua. Unajua kwenye namna ya kukua kwenye football kuna vitu vingi, unajua kuna kukua kiakili, kukua kikaria na kwenye ukuaji wako binafsi, kwa maana ya matendo yako binafsi nje ya mpira na ndani ya mpira. Kwenye ukiangalia hawa vijana, ukimwangalia kama let's say Pipino, Magnet ni moja kati ya sports center nzuri ambazo zinajaribu kujitafuta kuwashawishi wazazi kuleta vijana. Bahati nzuri wana connection
na baadhi ya vilabu vya Ulaya ambavyo huwa wanakwenda kupeleka watoto wadogo kwenye charity games ile. Kwa hiyo vinakuwa wanaanzia humo. Kwenye makuzi ya mpira wa miguu, unajua hii ni mijadala mikubwa sana ambayo I'm not sure Tanzania tushawahi kufanya mijadala hii kwa kiwango gani, au tushawahi kufanya au tuje kufanya. Sina kumbukumbu hiyo nzuri, lakini nchi nyingi ambazo zimejaribu kupiga hatua, option ni mbili. Ni either tuwekeze kwenye mazingira bora zaidi kwenye hizi sports center na academy, kuwaleta watoto vizuri katika ukuaji, au nchi yetu iwe na uraia pacha kama ambavyo mataifa hayo ambayo tumejaribu kumention hapa, Madagascar, Mauritania, Cabo Verde, Gambia, Sierra Leone, Equatorial Guinea. Unajua haya ni mataifa ambayo ukizungumza AFCON ya 96, 98 na kuja huku chini, walikuwa hawazungumzwi kabisa, hawakuwepo. Yani taifa ambalo lilikuwa linakuja linapotea ni Namibia, ambalo linakuja linapotea. Lakini haya ambayo tuna mention sasa hivi yalikuwa ni mataifa ambayo kusema kweli nadhani yameanzia 2015. Sio nakwambia. Sasa wao hawakuwekeza kwenye hizi academy au sports center. Waliamua kuwekeza kwenye muktadha mzima wa serikali, kwamba sisi tuna uwezo kuchukua mtu mwenye vinasaba vya nchi yetu lakini anaishi kwenye mataifa mengine. Njoo tusaidie tufanye kazi. Sasa ukimwangalia Pipino pia kuna quality. Yes, of course, ni quality. Maana unaweza kusema kwamba tuende sasa ndio likaja kuwa kundi, alafu baadaye tunakuja kitu ambacho tunaanza kunyeshana vidole. Kitu ambacho unajua unakuja kutuzidi. Yani hiyo quality ambayo unaizungumza, bahati nzuri sana lugha ambazo wanazungumza hizo nchi ni familia. Unaelewa? Ni familia, very familia kabisa. Sisi tunazungumza Kiswahili. Kama unakumbuka tulifanya wale diaspora walikuja hapa. Nakumbuka ile kundi kubwa lilikuja. Walikuja. Lakini leo hii wako wapi? Leo hii hawapo tena. Amesalia Charles Mombo peke yake ambaye tunamzungumza. Labda kidogo na Mnoga. Ambaye tunawazungumza. Lakini kuja kundi kubwa sana. Lakini kwa nini wameondoka? Wameondoka kwa sababu baada ya kufanya assessment tukagundua hawa uwezo wao uko down tofauti na hawa kwetu ambao tunao. Kwa hiyo kumbe hawa wanaweza kutupa kitu kizuri kuliko hili kundi ambalo tuliamini watakuja kutusaidia. Sio, unaelewa? Sasa ukiangalia makuzi ya Pipino, Spain kidogo, KMC wanampa nafasi kwa umri wake, amepita under 20, kacheza vizuri sana. Na sasa hivi kitu ambacho namsifia Pipino, Pipino alikuwa na mwili mkubwa kidogo kama wangu hivi, lakini mimi niko namuitaga hapa William Calvano. Sasa hivi unamuona anajaribu, anaanza ku maintain mwili, unaanza kurudi. Kitu kikubwa anachoangalia kwa Pipino ilikuwa sio mwili, ni maarifa ambayo anayo kwenye kudistribute mpira. Yes, energy ile. Unamuona kabisa huyu after 3 years to come unaanza kumuona ataingia kwenye maeneo ambayo tunamuona Fei kwa sasa hivi. So unaelewa? The same Tumishamo ni bwana mdogo, mshambuliaji mzuri, bahati mbaya under 20. Bahati mbaya sana timu yake imeshuka daraja, lakini mchezaji huwa ashuki daraja, timu ndio inashuka daraja. Kwenye kile ambacho amekidisplay mpaka sasa kwenye ligi na kwenye hizi mechi za timu ya taifa, ana deserve kupata timu nyingine ili tuendelee kumuona zaidi kwenye mzunguko wa national team. Sawa. Baada ya michezo miwili ya Afrika Kusini dhidi ya Madagascar, miongoni mwa taarifa nyingi sana katika mitandao ya kijamii hapa nyumbani ilikuwa ni kuhusiana na comments za ama video za wachambuzi nchini Afrika Kusini wakiweza kuzungumzia kuhusiana kiwango cha Faisal Salum Abdallah Fei Toto Faila Sufi Zanzibar Finest. Na sasa mwenzetu Mahmoud bin Zubair yupo nchini Afrika ya Kusini, ambapo amepata nafasi ya kuzungumza na waandishi mbalimbali wa nchini Afrika Kusini kuhusiana na juu ya kiwango cha Faisal Salum Fei Toto. Kwa sasa tunaungana na Mahmoud bin Zubair kutokea nchini Afrika Kusini. Kunjani. Habari za asubuhi Msumi. Salamu alaikum, kwema huko? Wa alaikum salam, kwema sana. Maka nimeanza na salamu kidogo kutoka Afrika Kusini. Lakini Mahmudu, hali ipoje? Kumekuwa na watu wanazungumzia kuhusiana na kiwango cha Faisal Salum Abdallah. Kwenyewe kwa nchini Afrika Kusini wanazungumzia nini kuhusiana na kiwango cha Faisal Salum?
Faisal ni mchezaji gumzo sana hapa Afrika Kusini. In fact tangu tumewasili pale Polokwane kuelekea mechi na Bafana ile alikuwa akizungumzwa mno na watu akiulizia taarifa zake namna ya kumpata, na hasa target number 1 ni Kaizer Chiefs, ambako kocha wa Kaizer Chiefs ni kocha ambaye amefanya kazi na Faisal awali pale Tanzania akiwa na klabu ya Yanga. Lakini sijui niseme ni bahati mbaya au ni bahati nzuri kwamba wenyewe wa Afrika hizi club za Afrika Kusini ambazo zinamtaka Faisal zinaujua ugumu wa kumpata. Jana tulikuwa kuna group la waandishi ambao kuna group la waandishi walokuja kuripoti mashindano ya Kosafa, linajumuisha pia na waandishi ambao tumetoka nje ya Afrika Kusini. Tulikuwa sehemu tunakunywa kao, kuna discuss juu ya Faisal Salum. Mmoja akaniambia nasikia huyu ni mwandishi wa Angola, akasema nasikia Faisal anachezea klabu ambayo inamilikiwa na tajiri namba 1 ya Tanzania, so ni vigumu kumpata. Yaani wanajua kwamba ni mchezaji mzuri, wanampenda na mtamani, ni vigumu kumpata. Na uzuri ni kwamba Nasreddine Nabi ambaye klabu yake ndio inamtaka zaidi Faisal, yeye wakati Faisal anaondoka Yanga kwenda Azam, Nabi alikuwa ni kocha wa Yanga, anajua ile transfer saga ilikuwaje na anafahamu wanaomiliki Faisal ni watu wa aina gani, kwa akiwa na mhitaji lakini anajua ugumu wa kumpata. Yaani si klabu ambayo iko tayari kumuuza mchezaji kwa sababu inamhitaji mchezaji zaidi, kwa namna ambavyo Azam mwenyewe alimpata Faisal. Unajua mahitaji yao yalikuwa ni Faisal zaidi na si fedha. Na kama inavyofahamika, si tu ofa za hapa South Africa, hapana, kuna ofa kutoka klabu nyingine imesharipotiwa juu ya Faisal, lakini hakuna kilichowezekana so far. Na jana meneja habari na mawasiliano Azam aliposti kama kuwakumbusha watu status ya mkataba wa Faisal. Ilikuwa kama TBT fulani ambayo ina malengo yake maalum, akisema miaka 3 iliyopita siku na tarehe kama ya leo Faisal alisaini mkataba miaka 3 Azam FC. Ile picha uliona yuko na Yusuf Baresa pale. Yaani maana yake Faisal baada ya mkataba mwaka mmoja Azam FC. Kwa hivyo kuna ugumu, wanamzungumzia na wanampenda mno. Paka juzi mechi ya Madagascar, kundi lile la waandishi watu tumekaa pale, yaani wanampenda tu Faisal. Na hata alipokuwa anatolewa walisema kwa nini namtoa Faisal? Walisema kwa nini namtoa Faisal? Nikamwambia huyu bwana kachoka, jana amekeza 90 minutes na msafiri usiku kucha. Wakasema sawa. Mchezaji mwingine ambaye anazungumziwa sana Mtanzania ni Kibu Dennis. Kibu Dennis wanampenda mno. Lakini uzuri ni kwamba wa South Africa wanafuatilia taarifa za wachezaji kupitia sources mbalimbali. Wanafahamu mpaka saga la Kibu kusaini mkataba mpya Simba msimu uliopita, ile paka nenda Marekani, late report ya kambini na nini. Sasa wanajua huyu mchezaji ni amesaini mkataba mpya msimu uliopita tu. Wachezaji wa aina hii kuwatoa kwenye club kama ya Simba yenye aim za kushinda mataji ya Afrika huwa si biashara nyepesi ya kidogo. Lakini wanajua kwamba Tanzania sasa hivi ni shamba la mazao bora ya wachezaji, wakiangalia namna ambavyo Fiston Kalala Mayele anafanya. Nilikuwa nimekaa na mwandishi mwingine tu kana mwenzangu Emmanuel Zinga, tunamzungumzia Mayele ni mchezaji mwingine baada ya Faisal ambaye anatakiwa zaidi hapa, lakini Pyramid kumuuza ni bei kubwa mno, wamesalimu amri hawawezi. Sasa wanamkumbuka ni Fiston Kalala Mayele ambaye msimu miwili iliyopita aliongoza Yanga kufika fainali ya kombe la shirikisho Afrika wakicheza na Marumo Gallants hapa. Wanamkumbuka tena paka wanakuambia dreads zilikuwa bado ziko fupi, sasa hivi dreads zimekuwa ziko ndefu. Lakini wanajua kwamba kutoka Tanzania kuna wachezaji ambao wamekwenda klabu mbalimbali barani Afrika kubwa na nje ya Tanzania. So kwa sababu hiyo wanatamani sana kupata huduma ya Kibu Dennis, lakini wanaona ugumu wa kupata huduma hiyo ya Kibu Dennis kwa sababu ana mkataba na klabu ya Simba. Mengineyo Msumi huwa ni ile seriousness na negotiation between club and club katika mahitaji yaliyo rasmi. Na mchezaji mwingine ambaye amewin attention hapa ni mlinzi chipkizi Wilson Nangu. Katika mechi na Madagascar walinifuata wakaniuliza waandishi, wakasema huyu kijana ana miaka mingapi? Nikamwambia huyu kijana ana miaka 19-20. Anacheza klabu gani? Nikamwambia anacheza JKT Tanzania, na huu ni msimu wake wa kwanza anacheza ligi kuu akitoka low division. Ni chipkizi lakini amefanya vizuri mno. Maana yake wamemadmire. Na leo nilikuwa naongea naye ni scout.
akaomba taarifa pale, na jamaa wanaonekana wako deep mno kwenye soka ya Tanzania. Can you imagine, jamaa ananipa taarifa za wachezaji watatu ambao walikuwa kwenye kikosi cha Tanzania kwa michuano ile African School Tournament, under 15 watatu. Sasa tutaje majina hapa kwa sababu nita create attention, nitawavurugia kisaikolojia wa vijana. Wanawafuatilia vijana watatu ambao walikuwa kwenye ile timu iliyoshinda ubingwa wa shule ya Afrika, kwa ajili ya kuwachukua kuja kwa develop, kwanza wasomeshe na waendeleze. Communication zipo, nitazifikisha kwa wahusika, watawasaidia hao vijana. Wako deep sana wa South Africa kwenye vipaji vya Tanzania ambayo miaka iliyopita wachezaji wengine walicheza hapa wa Tanzania na waliacha alama. Yusuf Macho alicheza hapa. Lakini pia Suleiman Matola alicheza hapa. Nteze John alicheza hapa. Mrisho Ngasa amecheza hapa. Musa Mgosi amecheza hapa. Victor Kosa Nyumba amecheza. Abdi Banda amecheza hapa. Na vijana wengine wa siku za karibuni wamecheza hapa. Kwa tuna heshima yetu hapa Msumi. Ni kushukuru sana Mahmoud bin Zubair kwa upana wa taarifa hiyo, lakini tuna mechi iliyobaki dhidi ya Eswatini. Kwa kifupi kidogo, mazingira yapoje kuelekea mchezo wetu wa kundi C dhidi ya Eswatini na hali ilivyo kwa Taifa Stars? Wakati naketi hapa kwa ajili ya kuripoti, ndo basi la Taifa Stars ilikuwa linaondoka kwenda mazoezini asubuhi ya leo kujiandaa na mechi ya Jumatano dhidi ya Eswatini. Seriousness ni ya hali ya juu baada ya kupoteza mchezo wa kwanza. Na walimu wanaelekeza nguvu kwenye mazoezi ya kurekebisha makosa yaliyojitokeza. Kubwa ni kutumbukiza mpira nyavuni. Ameongezeka mwalimu mwingine hapa ambaye alichelewa kuja, Juma Ramadhani Mgunda, amejiunga na timu. Na kama unavyojua kiasili Ahmed Morocco alivyokuwa anacheza alikuwa ni wing midfield. Jamhuri Kiwelo kocha msaidizi, yeye alikuwa ni mlinzi. Juma Mgunda alikuwa ni striker magoli. Kwa sababu amekuja kocha ambaye kiasili mshambuliaji, tuna matumaini kwamba kuna kitu atakiongeza kwa washambuliaji kwenye mechi na Eswatini, yatapatikana magoli baada ya kucheza dakika 180 bila kutia goli kwenye kamba Msumi. Nikushukuru sana Mahmoud bin Zubair huko nchini Afrika Kusini. Maana ulivyokuwa unazungumza pale nikakumbuka pia jinsi ambavyo Ngasa alikwenda Free State. Nadhani alikuwa ni kinapiri kama sikosei, na wewe ulikopo miongoni mwa watu ambao walichagiza kidogo. Msalimie ndugu yangu hapo Heavyweight MC, mwambie watu kama yeye huku hapo wengi kweli wanaokula vizuri kama yeye huku. Sawa, shukrani sana Mahmoud bin Zubair akiwa chini ya Afrika Kusini na utani wake kidogo kwa Rashid Don Hamis the Heavyweight Pandi. Tutakuwa tunazidi kuwasiliana naye kujua ripoti nzima kile ambacho yanajiri nchini Afrika ya Kusini, uhitaji wachezaji wa Kitanzania, lakini pia ile scouting ikiwa inazidi kufanywa kazi, watu wakiwa wapo kazini kusaka vipaji vya wachezaji mbalimbali kutoka hapa nyumbani Tanzania. Inatia faraja, inatia moyo kuona jinsi gani ambavyo vipaji vya Kitanzania vinafuatiliwa, lakini pia mpira unavyozungumzwa kama ni biashara, ndivyo hivi inavyokwenda kufanyika. Lakini kwa sasa tutoke hapo tukaangazie taarifa nyingine, ambapo mechi ya hisani ya star wa soka Aisha Masaka na nyota wa muziki Frida Amani ilifana jana katika uwanja KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam na kumalizika kwa sare mabao 2-2, huku tambo watu wakitambiana katika hapo jana. Hebu tuangazie jinsi ambavyo magoli yalivyofungwa katika mchezo wa jana. Weka ndani mpira ule sasa, kaa vyema kwenda kuondosha Mauzauza, bado piga pasi nzuri, Clement anajaza mpira kwenye kamba. Winifrida Gerald amefurahi kweli kweli. Bao la kutangulia, timu Aisha Masaka ikitangulia, bao likifungwa na Opa Clement. Angalia kona nzuri ambayo ilipigwa na Winifrida Gerald. Ukawa kuna mazongi ambayo ilikuwa na zengea kwenye lango lao. Opa akakutana na Dodo chini ya mwiba, akausindikiza tu mpira ule, akitapu moja kwa moja, mpira umekwenda kukaa kwenye kamba. Licha ya mlina lango kujiweka rehani kunusuru mazongi yale na Mauzauza,
lakini alishindwa kuzuia mpira ule usikwame kwenye kamba. Frida Amani naye tayari akionekana kwenye bench, lakini anaweza kujitetea kwa kusema wakati mimi nacheza mpaka natoka ngoma ilikuwa bila bila. Kwa hiyo tupa ya kutengeneza ni Frida Gerard analalamika kweli kweli kwamba wamechelewa kumpa mpira ule. Donisia Daniel Minja cheza nyumbani. Violet Shapoko miliki wa mali amepita Winifrida Gerard, ngoma iko ndani ya kamba, bao la pili. Winifrida Gerard akifunga bao la pili kwa upande wa timu Aisha Masaka. Mashabiki na watazamaji wamefurahi kweli kweli. Unaweza ukashangaa namna ambavyo amebebwa mgongoni kule Winifrida Gerard. Angalia namna ambavyo mpira ulitengenezwa, pasi moja Hasanati ikakubali, akatazamwa na kuchunguliwa mlinda lango. Alipambana kweli kweli nahodha Violet, lakini sivyo bahati, mpira ule ukamshinda na akajikuta na usindikiza kwa macho moja kwa moja umeingia kwenye kamba akiwa chini ya Luvanga. Pasi yake imekataliwa tena. Clara Donisia Daniel Minja piga pasi moja Hasanati ndani kule. Sasa Clara jaza mpira uzuri ndani, namna gani pia unakaa kwenye kamba, kwa uzuri kabisa linafungwa hapa. Ameamka Frida Amani. Ameamka Frida Amani, timu yake ikipata bao. Opa alikuwa anapambana, amini Clara Luvanga. Itazame pasi ambayo ilipigwa na Donisia Daniel Minja. Clara akaweka ile, kenda kuunganisha moja kwa moja na mpira ukaenda ukazama kwenye kamba. Bao la kwanza kwa upande wa timu ya Frida Amani. Nani anajitwisha jukumu la kwenda kucheza na Joyce Lema nimemuona, lakini pia inaonekana dhahiri kwamba anayekwenda kucheza ni kiungo kutokea JKT Queens, Donisia Daniel Minja. Tazama alichokifanya Stumai Abdallah. Ni dhahiri kwamba mpira ule ulikwenda kwenye mkono, baada ya kugusa ndo anaficha mikono yake. Haya, jaza kwenye kamba maridadi mno, penalty nzuri kabisa ambayo inafungwa na Donisia Daniel Minja, akifunga bao la kusawazisha kwa upande wa Frida Amani, na timu Frida Amani inaonekana imeamka. Donisia Daniel Minja alifunga penalty nzuri mno, akimpeleka Markit mlinda lango, akajikuta amepotea. Haya, Naam, hali jinsi ilivyokuwa jana katika uwanja wa KMC Complex, ni furaha pia kujumuika na watu pia kuangazia VIP vipaji, dada zetu wakiwa wanacheza wapo uwanjani. Lakini baada ya mchezo kuweza kumalizika, mwenzetu Lukaya Bugita alifanya mahojiano na wadau mbalimbali ambao wamejitokeza katika mchezo wa hapo wa jana. Hebu tuangazie jinsi alivyokuwa anazungumza nao.
Weka ndani mpira ule sasa. Kaa vyema kwenda. Bonanza limekaa poa. Na wapongeza waandaaji, wamefanya kitu kizuri sana. Yes. Mwanzo ilionekana kama vile mna delay, lakini baadaye kipindi cha kwanza mwishoni, kabla ya kuja kipindi cha pili, mkaonekana kama mmerudi mchezoni. Mlikuwa mnashindwa wapi na mpinzani wenu? Tulikuwa tunasoma jinsi walivyo, kwa sababu mtu kama ndo unakutana nayo before, yani unakutana nayo mara ya kwanza, lazima umsome kwanza baadaye ujue unakuja vipi. Kwa hiyo tulivyokuja kipindi cha pili ndo ukaona timu imebadilika na uchezaji umebadilika, ndo kama hivyo tumetoka draw 1-1. Tukio zima Amka Malkia 2025, unalizungumziaje tukio kama hili, ikiwa mmoja kati ya wachezaji wenzio binti ameweza kufanikisha jambo kama hili? Ni jambo zuri kwa sababu hii inatoa fursa kwa wachezaji wa kike kuonyesha kile kitu ambacho wanacho, na hata kama wapo sehemu wamejificha, wanahisi labda mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa wanaume, basi kitu hichi ni kizuri kwa sababu kimeonyeshwa na Azam TV, so wana nafasi ya kujiamini na kujitoa hadharani na kuja kuonyesha kipaji chao cha mpira. Okay, ushindi ulikuwa hauna dalili kipindi cha pili, lakini dakika za mwishoni mmeweza kusawazisha, mkapata goli la pili, na ulionekana ukikosa nafasi nyingi ambapo mashabiki kidogo walikuwa kama unawakata hivi. Nini kilikuwa kinakwamisha? Nadhani kukosa nafasi nyingi inatokana na mimi kuwa eneo sahihi ambalo mshambuliaji anatakiwa awepo, na kukosa nafasi ni kitu kingine, na kuwa eneo la ufungaji ni kitu kingine. So wasikate tamaa, kwa sababu kwenye mpira inatokea mara nyingi mtu anaamka siku hiyo hayupo vizuri kwenye kufunga. Yes, so inatokea kitu kama hicho kinatokea. Yes, ni kawaida. God is good. Tumeshinda magoli mawili. I don't care about them. Sisi tumefunga magoli mawili tumeshinda. Kwa hiyo this match ilikuwa ni muhimu sana kwetu, and I'm glad we got to do this. Mad love kwa watu wote ambao wamefanikiwa kufika hapa kutuonesha support. Uso mwanzo mdogo, ni mwanzo mkubwa sana. Tunaamini tuna ndoto kubwa na hii, na tunaamini pia tutakavyokuja tena support itakuwa kubwa zaidi. Tumeona professional football hapa, ni wachezaji ambao wako kwenye viwango vya juu, so hata wako wenyewe you could tell expectations were high and it was very nice. So mimi nimefurahi sana leo. Kwenye bench ulikuwa na pressure sana, mambo yalikuwa kama, yani leo ingekuwa ndivyo sivyo ningelia hata. Yani mngenibeba kwa kweli, mimi ningelia sana. Kwa jumla tukio umelionaje kwa jumla kabisa? I am very happy for my team. Timu yangu ilikuwa ni nzuri sana. Martin Agwan kwa washindi, tumeendelea kufanya vitu vizuri. Asante sana kwa Edna Mourinho ambaye mimi kwangu ndo alikuwa kocha wangu. Asante sana kwa Priska Kishamba kwa support, kwa sababu unajua mpira unaandaliwa na kocha alafu wengine wanachukua. So wakina Clara, wakina Don, wakina Feti Dancer, wakina Stumai Abdalla, asanteni sana kwa love ambao nimeiona. Haikuwa jambo dogo, we did it. Naitwa Saidi Mtambule, mkuu wa wilaya ya Kinondoni. Karibu sana. Asante. Tukio la Amka Malkia 2025 ikiwa ni msimu wa kwanza, ukiwa kama mgeni rasmi, unalizungumziaje? Kwa kweli nichukue nafasi hii nimpongeze sana dada yetu Aisha na taasisi yake ya AKM. Ni msimu wa kwanza, lakini tumeona ambavyo wameuandaa vizuri, na leo tumefurahia burudani mzuri kabisa. Utafika vile tuko NBC Premier hapa. Kwa hiyo ni mashindano yaliyoandaliwa vizuri. Hongera sana kwa Aisha, hongera sana kwa Frida kwa maandalizi haya, lakini toe hongera sana kwa mabinti zetu wote ambao wamecheza hapa. Wameonyesha burudani iliyo nzuri kabisa. Na kama ambavyo tunafahamu, michezo ni ajira, michezo ni burudani, michezo ni mshikamano, michezo ni umoja. Kwa hiyo kupitia michezo hii inaleta hamasa sana katika wananchi wetu, hasa wasichana katika wilaya ya Kinondoni na mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Na hivyo kupitia mashindano haya siku ya leo yanaitangaza zaidi Tanzania yetu hii, kwa sababu Azam ni chombo kikubwa na imerushwa hapa live na vyombo vingine vingi. Kwa hiyo kwa kweli mimi binafsi nimefurahia sana hapa, na niwashukuru sana kwa kuunga mkono jitihada za Daktari Samia Suluhu Hassan. Huu ni uwanja wa KMC. Kama ambavyo tumeona ni uwanja wa kisasa, na manispaa yetu ya Kinondoni itajenga na uwanja mwingine hivi karibuni, ikiwa ni utekelezaji wa maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kinara wetu wa michezo hapa Tanzania.
tumeona michezo imeendelea kuimarika siku hadi siku Tanzania. Sio tu mpira wa miguu wa wanaume, lakini mpira wa miguu wa wanawake, boxing kwa maana ya masumbwi, lakini pia na michezo mingine mengi pamoja na sanaa. Serikali imeendelea kuleta hamasa na kufanya uwekezaji mkubwa sana. Kwa nitumia nafasi hii nitoe wito kwa wadau wengine. Leo hii tumeona dada yetu hapa Aisha Masaka pamoja na Frida Amani, ni mabinti hawa ni Naam, ni mwenzetu Lukai Mbugeti akiweza kuzungumza hapo mwisho, na Sadi Mtambule ambaye ni mkuu wa wilaya ya Kinondoni kuweza kuzungumza naye, ambaye pia alikuwa ni mgeni rasmi hapo jana katika bonanza hilo kwa jumla wake. Hongera sana kwa wote ambao wamefanikisha jambo hilo kwenda sawa bin sawia. Tukaangazie taarifa nyingine ambapo mashabiki na wadau wa soka wilayani Nanyumbu mkoani Mtwara wamejitokeza kwa umoja wao katika kushuhudia mchezo wa ligi ya Kombe la Samia Cup iliyoshirikisha timu 52 za wilaya hiyo. John Kasembe na taarifa zaidi. Ligi hiyo iliyoandaliwa na mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa na mwenyekiti wa makatibu tawala wilaya zote hapa nchini Palango Ismail, ambapo wadau hao wameeleza mapokeo ya michuano hiyo. Kwanza michezo ni fursa kwa vijana wenzangu ambao wako uwanjani, ni nafasi yao kuonyesha uwezo wao ili waweze kwenda mbele. Lakini pia ni burudani kwa ujumla katika wilaya ya Nanyumbu. Mamia mitano tena. Michezo imetuletea furaha kubwa sana. Samia Cup imetuletea furaha vijana. Tunapenda sana, tunaazimia sana. Kiufupi, mpira umekuja kujumuisha watu wengi hapa Mangaka. Mpira umekuja kuunganisha timu mbili tofauti, watu wa Nangomba na watu wa Mangaka. Viongozi wa soka na mratibu wa ligi hiyo wakabainisha mikakati ya michezo wilayani humo. Tumezunguka kutoka kwenye matarafa mbalimbali. Hii ndio tarafa ya mwisho tunamalizia. Na huko tumeshapata washindwa kwanza na pili. Tarafa hizo tatu hizo. Hii ya Mangaka ndio tarafa ya 4 ambayo ndio tunamalizia. Kwanza kuinua vipaji vya vijana wetu wa Nanyumbu, lakini pili tupate sehemu za kuburudika, na tatu kwa ajili ya kuleta hamasa na chachu kuwaita wengine ili waweze kutudhamini na kuendelea za mashindano katika wilaya yetu. Malengo makubwa ya Samia Cup ni tuna zawadi za mshindi wa kwanza, mshindi wa pili na mshindi wa tatu. Lakini mshindi wa kwanza ni $1,000,000, mshindi wa pili $500,000 na mshindi wa tatu ni $300,000. Tumejumuisha timu zote za wilaya nzima kwa maana tumepata timu 52. Ligi ya Samia Cup inaendelea kutimua vumbi ili kuzipata timu 2 kwa kila kata 4 na kuziingiza nusu fainali. Nikiripoti michezo kutoka wilaya Nanyumbu mkoani Mtwara, mimi naitwa John Kasembe, Azam Sports. Shukrani sana John Kasembe. Nanyumbu hiyo Mtwara hapo, safi sana. Tutoke hapo tuende kuangazia taifa nyingine ambapo kusherekea katika kusherekea sikukuu ya Idi, wazazi na walezi wa dini ya Kiislamu mjini Masasi wameshiriki na vijana wao kuwapatia fursa ya zawadi mbalimbali zilizotokana na ushiriki wa michuano ya michezo mbalimbali iliyoandaliwa hapo Masasi. John Kasembe na taarifa zaidi. Vuta kamba, vuta kamba, vuta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wako. Mshike wako. Allahu kwako yo. Allahu kwako yo. Mshike wako yo. Allah kamate. Michezo hii ni mwendelezo wa utaratibu wa kuwakutanisha vijana kila mwaka unaoandaliwa na viongozi wa Al-Azizi Islamic Center kama wanavyozungumzia viongozi hawa. Siku ya leo kwa kweli tunaitazama kama ni siku ya furaha na kusherekea, kwa sababu tumeruhusiwa na dini yetu ya Kiislamu kusherekea sikukuu ya Idi kama hii. Lakini pia tunatoa ujumbe kwa Waislamu wote popote waliopo duniani, wafurahi, washerekee katika kuanzia siku ya leo na siku 3 zinazofuata, siku za kula na kunywa, kama ambavyo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anavyotuambia. Michezo ni ibada. Hakuna lengo jingine. Michezo inaimarisha afya, inajenga mwili. Michezo ni ibada. Sisi hatuna nia yoyote nyingine, na michezo tunaandaa kwa ajili na viburudisho. Wanayepata nafasi ya kushinda wanapata viburudisho vidogo ili kuwatia hamasa wengine wasiopenda michezo. Na hii kila mwaka tunajitahidi kufanya hivyo. Kwa hiyo tunawaomba watu wadau mbalimbali wajitokeze, watuletee michezo ambao wanavijua wao, ambao wataleta hamasa zaidi kwa watoto na wazee. Baadhi ya washiriki nao wakaeleza furaha yao katika kushiriki michezo hiyo. Kwetu ushindi mzuri, tumefurahi. Kwa ajili gani? Wao walikuwa wakubwa, sisi tulikuwa wadogo, lakini tumeweza kuwavuta.
Naitwa Yusra Hamisi Sefu, najisikia vizuri kushinda kwa yai. Jina naitwa Sili Salumu, nasherehekea ushindi. Tumejitahidi. Nikiripoti michezo kutoka Mtwara, naitwa John Kasembe, Azam Sports. Sherehe za Idi al-Adha ama Idi al-Hajj watu wakizidi kufurahia na kadhalika. Sawa, tuelekee mkoani Singida ambapo timu ya Singida Volleyball inaendelea kufanya maandalizi ya kushiriki michuano ya kikanda kwa mchezo huo wa volleyball ambayo inatarajiwa kufanyika jijini Dodoma kuanzia Juni 21. Deus Liganga na taarifa zaidi. Kochi wa Singida Volleyball Club, timu yetu ipo Singida na kwa sasa hivi timu yetu ipo kwenye maandalizi ya michuano ya kikanda, yani Central Zone, qualify kwenda National League. Mashindano haya yanafanyika Dodoma na tayari ratiba ishatoka na tarehe ya mashindano yashatoka. Timu yetu imejiandaa vizuri. Baadhi ya wachezaji tulikuwa wapo katika eneo la timu, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sasa hivi wamerudi. Kama coach najivunia wachezaji wote wapo, na hivi karibuni tutakuwa tuna mazoezi ya timu kwa ujumla kwa sababu wachezaji wote wapo kwa ajili ya maandalizi mazuri na kuendelea kuitengeneza timu kwa ajili ya mashindano hayo. Mungu akijalia tarehe 21 ndo mashindano yanaanza na timu inatarajia kuondoka na watu zaidi ya 20. Ikijumuisha viongozi, madokta na baadhi ya wachezaji ambao wapo kwenye timu yetu. Lakini kama timu tumejiandaa vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, hakuna mwenye tatizo, wachezaji wote wako salama, wote wazima wa afya. Kwa hiyo tunapoenda huko tunatarajia kufanya vizuri zaidi kwa sababu timu yetu pia ni changa, lakini tunaamini tutaenda kushindana kwa nguvu, kupambana ili tuweze kuleta ushindi na kuonyesha tulichonacho. Tuna wachezaji wana hamu ya kucheza volleyball zaidi, tuna wachezaji wenye kiu, na wachezaji wanatamani kutoka zaidi ya walipo sasa hivi. Kwa hiyo naamini vijana wangu mimi nilionao, kwa sababu nimekaa nao muda mrefu na wajua na wafahamu, naamini tutaenda kushindana vizuri na Mwenyezi Mungu akijalia tutaqualify kwenda kwenye National League. Ni mchezaji wa volleyball, pia ni kapteni msaidizi. Kwa hiyo kwenye upande wa maandalizi tumejiandaa kisawasawa. Kama unavyoona hapa nyuma, vijana wana warm up. Lengo letu la timu ni kufika kwenye National League. Ndo lengo letu kuu la timu. Kwenye upande wa wachezaji wako tayari kwa namna yote ile. Tumejiandaa vizuri kushiriki mashindano. Kwanza we are so excited kushiriki mashindano. Tunatarajia mengi zaidi kwenda kujifunza kwa sababu ni mara yetu ya kwanza. Kwa hiyo tupo vizuri, tumejiandaa vizuri. Na mashabiki wetu hatutaangusha kwa kweli. Mashindano ya wakija timu ya volleyball ya mkoani Singida ikiweza kujiandaa na mashindano ambayo yatafanyika mkoani Dodoma, lakini pia malengo yao ni kushiriki katika michuano ya taifa ya volleyball kama yale ambayo ilifanyika jijini Dar es Salaam. Vita ilikuwa kubwa sana, wale vijana kutokea Mtwara, wale Korosho Queens dhidi ya Tanzania Prisons Magereza. Vita ilikuwa tamu sana. Tunasubiri na nyewe waje katika mashindano ya volleyball kama tafanyika hapa jijini Dar es Salaam. Turejea hapa jijini Dar es Salaam ambapo ufunguzi wa mashindano ya Dr. Hoa Freiburg Cup umefanyika weekend hii katika uwanja wa Tabata shule jijini Dar es Salaam, ambapo Maganja Football Academy ikimenyana na Mendes Football Club. Viongozi na waandaaji wa mashindano hayo wameweka wazi mwitikio ulivyokuwa, huku wakisisitiza wadau kuendelea kuhakikisha wanaunga mkono mbio za kuendeleza vipaji vya soka katika ngazi ya chini. Mwitikio umekuwa ni mkubwa sana, lakini sisi Freiburg Cup au Dr. Hoa Freiburg Cup 2025 bado tunaona kabisa kwamba lile lengo letu linakwenda kutimia, kwa sababu tunajua kabisa kwamba leo tunatoa burudani, lakini pia tunajua kabisa maisha na soka ni maisha, lakini vile vile tunajua kabisa kwamba kupitia fursa hii tunaweza tukaendelea kuhakikisha vijana au wale wapenda mpira au wadau wa mpira wa miguu wanazidi kufurahi, lakini pia tunajua kabisa kupitia mashindano haya basi itakuwa ni connection kwa vijana wetu kuendelea kukuza vipaji vyao, lakini pia kuhakikisha kwamba hata watazamaji wanaotazama basi wanaweza wakaendelea kuwaona, lakini pia na kuweza kusajiliwa, kwa sababu malengo yetu makubwa si tu kwamba waishie mchangani. Malengo yetu makubwa tunaitamani sana wacheze kwenye level za ligi kuu, lakini pia wanaweza wakafika hata ligi ya mkoa daraja la kwanza, lakini pia tunajua kabisa kwamba tunatamani hapa ielekee kitaifa na kimataifa. Unajua mpira ni maisha.
kwa maana ya kwamba katika mpira kuna watu wamewekeza nguvu yao, ni sehemu yao ya utafutaji na wanatakiwa kuishi. Kwa hiyo wameona Dr. O Fred Cup ni sehemu ambayo wanaweza kuwekeza ile nguvu yao na wakapata matokeo yale ambayo wanatarajia kuyapata. Sijui wao wanaichukulia kwa ukubwa gani, lakini kwangu mimi ni tafsiri kwamba wanakiona kile ambacho wanatarajia kukipata watakipata. Na mimi naendelea kuhakiki kwamba hawajachagua vibaya, wamechagua vema kwamba hilo ambalo wanalitarajia watalipata. Sisi tunaendelea kuboresha na kuwapa kile ambacho wanastahili kupata. Naam, sehemu ambayo unaweza kupata vipaji vya soka ambavyo vimejificha ni huku katika mashindano mbalimbali ya mitaani kadhalika. Bado tupo na wewe, hii ni Viwanjani, baba ya vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Saidi Salim Msumi, wachambuzi wangu ni Godrisen Muro pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pundit, the only one in Africa. Tunaenda mapumziko mafupi kisha tunarejea.